kwangu mimi kusimama kwenye kipindi cha Uwezo wa Bwana mchana, na nafikiri kuanzia jumazo tumefundishana, na naamini kama umenifuatilia vizuri, kuna hatua mpya ndani yako ambayo Mungu ameijenga kwa namna ya tofauti ambayo haikuwa pale mwanzo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu tulikuwa tumekubaliana kwamba mwaka huu tutakuwa na mafundisho mengi, na nadhani ni mwaka wa matengenezo, mwaka wa marejesho. Unakumbuka kwamba mwaka wa marejesho, mwaka ambao vinarudi vile vilivyoibiwa na kuchukuliwa. Na ni kweli kwamba ni mwaka sio mwepesi, una vita zake, lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu ambacho kimetokea. Tusichukue muda sana, tujifunze kulingana na dakika ambazo tunazo, ili pia na wewe upate nafasi ya kuelewa nini ambacho tayari kipo. Lakini bado siko mbali sana na somo la asubuhi ambalo tumejifunza asubuhi, na bado tunazungumzia maisha ya Yesu na maamuzi yake kuja kukukomboa katika hali ile ile ya upendo ambayo aliitoa katikati. Na kuna muda unatakiwa kusoma Biblia ukijua unachokisoma kina kazi na wewe. Na kwa kuwa kina kazi na wewe, basi una uhitaji mkubwa wa kufanikiwa kupitia kile unachokisoma. Unajua msomi yoyote anayesoma ni yule anayeweza kuandika kile alichokisoma na kukiishi kile alichokisoma. Hapo ndipo utakapoona faida ya msomi na mtu ambaye anafuatilia maandiko ya kimungu. Biblia inasema habari ya Danieli, yule ambaye alikuwa ni msomi sana kwenye Biblia, na jinsi ambavyo alitafuta sana neema ya Mungu katika maisha ambayo alikuwa nayo. Kwa kuwa leo tuna nafasi hii ya kufikiria, kila mmoja ana wajibu wa kujitoa ili kufanikiwa katika jambo fulani ambalo analitaka. Nikwambie jambo, kitu chochote unachokihitaji ili ufanikiwe nacho, cha kwanza lazima ukipende. Amen. Ukishakipenda utawekeza nguvu bila kujali umepoteza ama haujapoteza. Na baada ya hapo utaanza kuona mafanikio katika kile ulichowekeza. Kitu chochote kinachoinuka baadaye kikaua jambo lolote ambalo limewekwa kwenye jambo ambalo umewekeza, lazima utapata hasara, kwa sababu tayari pana shoti katika kile ulichowekeza. Lakini kikiwekezwa kwa 100%, kikapendwa, kikazingatiwa, kikashikiliwa, maana yake lazima utaona matokeo ya kile ulichowekeza. Tuko pamoja? Ndio maana kuna wakati tunafikiri tu kwamba Yesu akakubali kuacha mbingu na nchi, mbingu ya Mungu, akashuka duniani, akaja hapa, akakubali kuteswa, akakubali kufanyiwa kila kitu, baadaye akafa, akafufuka, akaondoka zake. Wiki hili ni wiki ambalo bado wanafunzi wa Kristo walikuwa wameshakutana na Yesu. Sasa faraja zimeshaanza kurejea ile kwamba amenitokea mtoni, amenitokea sijui wapi, amenitokea sijui wapi, nimemwona. Maana inasemekana kwamba ni kama alikaa karibia siku 40 baada ya kuwa amefufuka. Sawa, takriban kama siku 40 kama sijakosea. Zile siku ndio siku ambazo ni kama alikuwa akionekana. Baada ya hapo akaondoka kabisa. Na maisha ya ufufuko wa Yesu, yani maisha baada ya ufufuko wa Yesu, yanatupa picha ya kujua ukamili wa nafasi ya kile ambacho tunakifanya kama watoto wa Mungu. Alikuja kuzaa haya ambayo tunayaendesha sisi leo. Unaelewa Yaani kuna kitu Mungu alitaka kukupa ili wewe uishi kama mtu wa Mungu, tofauti na namna ambavyo umezoea. Kila kitu Mungu anaweza kutenda kila kitu, ila anamtaka anayetakiwa kutendewa awe tayari kwa ajili ya kutendewa. Unanielewa vizuri? Tulijifunza somo moja siku moja la imani. Nikasema katika maisha waliomwamini Yesu sio wale waliomfuata, ni wale waliotoka huko mbali waliomsikia. Na ndio wale waliokuja kuchukua muujiza karibu kabisa na Kristo. Na wale walio karibu na Kristo hawakuwahi kabisa kuthubutu kugusa muujiza wa Yesu. Lakini pia hata walipoambiwa wafanye, hawakuweza kufanya kama Yesu alivyofanya. Unaelewa kwa nini? Tuanzie hapa. Yaani Yesu alikaa na wanafunzi siku nyingi na taifa la Israeli siku nyingi akifundisha na kuelekeza. Lakini watu waliokuja kuchota miujiza wengi ni watu wa mataifa. Na baada ya kuchukua miujiza yao wakaenda. Ila wale waliokuwa ndani ambao walikuwa wana fursa ya kuchukua muujiza, hata walipoambiwa wafanye ile miujiza hawakuweza kufanya kama leo. Unanielewa Kwamba kuna muda unaliona kanisa limekuwa bubu, halina kitu, na watu wake pia hawana kitu. Unaelewa? Pamoja kwamba wanasema wana Kristo, lakini hawana kitu bado. Unaelewa? Wamekuwa watu maskini sana, wamepungukiwa kila kitu, sio tu maisha ya roho, hata maisha ya mwili pia. Wamekuwa ni watu wenye kunyanyasika na kusimangwa kila kona. Ni kweli kwamba tunatakiwa kukutana na hali hii, lakini ni hali ambayo sio ya muda mrefu.
ni ya muda mfupi, ili tuishi maisha ambayo yana baraka na amani. Kitu chochote ambacho ni kizuri kwenye nafasi yako kinaanza na gharama yako na namna ambavyo wewe umewekeza katika hicho ambacho una imani nacho. Lakini usije kusahau kwamba mahali unapowekeza pana vita yako inayofanana na namna unavyowekeza, kwa sababu wako watu watakuja kukupiga vita, wengine watakuzuia, wengine watakusema vibaya. Hali yako ya kwanza na namna unavyoanzisha jambo, kuna wakati linakuwa gumu. Kuna mtu mmoja, mtaalamu mmoja anasema mwaka wa kwanza wa kazi yako ni mwaka wa hasara. Profesa mmoja yeye anajua kwa nini alisema haya maneno. Kwa akasema wewe unawekeza katika lile jambo, ukipata hasara usikate tamaa ukasema labda kuna namna. Mwaka wa kwanza wa kazi unaoifanya ni mwaka wa hasara. Na hasara yako itakuja kwa sababu hauna uzoefu na kile unachoenda kukianza kukifanya, lakini pia hautakuwa mwenyeji. Maana kadiri ambavyo unapata hasara ndivyo ambavyo unatambua thamani ya hasara yako imesababishwa na nini. Kwa hiyo ukiingia kwa mara ya pili, anasema mwaka wa pili ni mwaka wa faida. Nafasi yake. Na wewe katika maisha ya kiimani, sisi unajua mwaka wa kwanza ndio ulikuwa mwaka wa faida. Hii miaka mingine yote ni miaka ya hasara. Maana ni kama tumebadilika kutoka pale tulipoamini kuja sasa tulivyo. Lakini je, unajua vita iliyo mbele yako? Unajua unapigana na adui wangapi mahali ulipo wewe? Kuna wakati unasikia kukata tamaa na kuchoka kwa sababu ya mambo mengi ambayo tayari hapo. Kuanzia hapo Yesu aliposhinda, Biblia inasema akafufuka. Maisha ya Yesu baada ya ufufuo yalikuwa ni maisha ya amani na raha. Shida hakuna tena, mateso na mahangaiko hakuna tena. Yaani mpaka tunavyozungumza leo Yesu hateseki tena. Unaelewa? Ameshinda, na zaidi ya nini? Ya kushinda. Na sasa anatawala kama namna ambavyo iko. Kwa hiyo ile picha ya maisha yalikuwa yanaturudisha sisi katika mfumo wa kujua kwamba ni nini ambacho Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili ya nafasi yetu. Unapigana na vita nyingi sana, kiasi kwamba kuna muda unaona unachoka. Ndio maana asubuhi nilikwambia, ni nani kwenye historia yako ulimwona alipita kirahisi tu akatawala na kushinda maisha ya roho? Lakini adui yupo kupambana na sisi katika kila jambo, na yuko kushindana na sisi kwenye kila sekta, kila sehemu, kila wakati. Ndio maana hatuna sababu ya kuachana katika mambo ambayo yanatupata, bali kuungana, kusaidiana, kuombeana na kupendana. Katika hali hizi zote tunaweza tukapata picha ya kujua ni nini Mungu anataka kwetu, tukaishi maisha ambayo yanaweza kutupa ushindi na nguvu katika namna ambayo haiwezekani kikawaida. Kuna muda unaweza ukaangalia kwamba anayefanya vita na wewe yuko karibu sana na wewe. Inawezekana adui yako hatoki mbali, ni mmoja wa mtu aliye karibu sana na nafasi ya maisha yako. Usiungane akili na mawazo yako na adui yako. Pita pembeni na adui yako, kwa sababu siku ukijaribu kuungana naye utakuwa pamoja naye. Lakini pia hautafanya vilivyo vyako kuenda, utafanya vilivyo vya adui yako kuenda. Na ndio maana unapopigana na adui, usitumie mbinu anazopigana yeye kuwa sehemu yako. Unaangalia maisha ya Kristo katika dhiki na shida alizokutana nazo. Nitamani sana kukufundisha kipengele leo kwamba utofauti wa vita unaopigana nayo utaletwa na namna unavyoamua katika utofauti wa mambo yanayokupata. Yesu alipoambiwa maneno magumu alijibu maneno mema, si ndivyo? Maana yake alipita njia tofauti na waliopita wao. Kama angeweza kulipa kama walivyolipa wao, maana yake Yesu angekuwa anacheza mchezo wa bure na angetembea kwenye mbinu ya adui au njia ya adui siku zake zote mpaka anakufa. Unajua alichokifanya? Alipishana na kila wazo la ubaya, akatembea nje na fungu la kawaida la udhaifu. Hii ndio mbinu ya kwanza ya ushindi kwenye maisha. Kwamba tunaposoma habari ya maamuzi ya Yesu, yalikuwa tofauti kwenye kila kitu. Namna ambavyo aliamua sivyo ambavyo tunaweza kuamua leo. Maana pale unapogadhibika wewe unasikia uchungu, ghadhabu na hasira, si ndivyo? Kuna muda unajikuta tu umelopoa maneno ambayo sio yenyewe. Ushawahi kukasirishwa na mtoto? Akakukasirisha sana sana kiasi kwamba mpaka ukasikia kifua kinajaa. Ni mtoto tu. Takupiga kichwa kama la baba yako, yani una mamiguu kama mwenda wazimu, sio na nini, ukazungumza maneno mengine mengi. Kwa kweli nina hasara kuzaa wewe.
na vitu vingine vingi. Hiyo ni hasira tu, lakini kuna muda hasira inatutambulisha yule ni wewe. Unanielewa vizuri eh? Lakini Yesu alipotendewa mabaya alikuwa anabariki. Hivi unanielewa vizuri? Yaani unaamua nini? Na wewe unaamua nini? Unaamua nini? Kwani kwa hiyo kama mimi ndio mtu wa Mungu, kwa hiyo yaani kuna namna unalipuka mlipuko ambao kila anayekuona anakushangaa. Unapita, huyo alikuja na hasira akikutaka wewe uwe vile alivyo yeye. Lakini kibinadamu Yesu alisofu akashuka chini. Unaelewa sijui vizuri? Yaani akanyenyekea kiwango ambacho kwa mtu wa kawaida wa leo mimi sielewi. Wewe tu hauna nguvu na sio mnyenyekevu. Ukipewa hapa, kuna mtu hawezi kufanya kitu chochote. Tukimwekea mgonjwa hapa hawezi kumwombea akapona. Tukimwambia aombee maisha yake pia hawezi akapona. Tukimwambia sio abadilishe nini hawezi. Lakini ana kiburi. Akipewa, maana yake huyu ni hasara kwa nafasi ya kawaida. Ndio maana tunasema kila jambo linalokuja mbele yako linakulazimisha wewe kuwa upande wake. Na kama linakulazimisha wewe kuwa upande wake, njia yoyote utakayoitumia kwa upande wake ni hasara kwako, sio hasara kwake. Lakini pale utakapofanya maamuzi ya kusimama kama mtu wa Mungu, ukafanya tofauti, ukapita njia tofauti na aliyopita adui yako, maana yake wewe utafanikiwa sana. Ndio maana tunazungumza maneno haya. Ni kosa kubwa kwa mtumishi wa Mungu kulaani. Ni kosa kubwa. Ni dhambi kubwa ambayo hasara yake ni kubwa. Na kuna muda huwezi kupigana nayo kuokoa. Hivi tunaelewana hapa sijui? Kanisa la Mungu tunaelewana? Ni kosa kubwa sana kwa mtumishi wa Mungu yeyote kulaani. Ni kosa ambalo hata wewe tu uliolaani huwezi kuiondoa ile laana. Huwezi. Nitafundisha Mungu akinipa neema hiki kipengele. Kwa sababu kuna mambo ambayo ninyi mnajua ni rahisi. Ghadhabu ya laana haiji kwa sababu umetaka. Iko nguvu mpya ndani yako inakuongoza kulaani. Na ili utoke kwenye ile laana uliyoitoa wewe, ni mpaka ikuingie nguvu nyingine mpya ndani yako ndio itakusaidia kutoka pale. Kanisa tunaelewana vizuri? Naomba unifuatilie vizuri. Leo namalizia, mimi sisimami tena kwenye kipindi cha uwezo wa Bwana. Nasema leo tu. Baada ya Mungu kuwa amenena neno moja kwamba hakika siku kila matunda haya kufa utafanyaje? Utakufa. Hapakuwa na kiumbe, roho wala nafsi yoyote iliyoweza kutangua lile neno isipokuwa kwa kifo cha Kristo tu. Unapoagiza neno linafanya kama ambavyo umeagiza, maana kuna wakati sio wewe tena. Ile nguvu iliyokuvaa kukuamuru kusikia ghadhabu na kunena maneno, hiyo ndio itakayoenda kutenda sawa sawa na jinsi ambavyo umenena. Unanielewa? Umeipa kibali cha kufanya kile ambacho kilikuwa kinaamuliwa ndani yako. Kwa hiyo kama ni habari ya kusema ulaaniwe, ufe vibaya, kichwa chini miguu juu, ufe kama mende, yale uliyoyanena ndio yanaenda kutokea kule. Itabidi uanze kufanya upya kwa marejesho. Na ili ufanye marekebisho, ni lazima ikuingie nguvu mpya. Kuna muda unaweza kujikuta laana uliyoipeleka wewe imeenda kuua mtoto wako na mama yako na baba yako na ndugu zako. Kwa sababu adui alitaka mlango tu wa kupitia kile ambacho utasema wewe kwa ghadhabu ama maneno magumu uliyokusudiwa. Ndio maana ukifikiria Yesu alifosiwa kufanya ubaya, lakini hakufanya kabisa. Alilazimishwa kunena vibaya na magumu, lakini hakunena kabisa. Mpaka kuna muda walisimama watu wakasema, yani adhabu yako, laana yako iwe juu yetu, familia zetu, watoto wetu na kizazi chetu. Akasema uwasamee, maana hawajui wanalolitenda. Yani kuna namna, ingekuwa ni Yesu ungesema kama ulivyonena na iwe. Na nielewa vizuri Kwa sababu hauna shida na wale watu, hauna hatia, lakini alijua atakachokifanya pale ni kama anatoa maji kwenye kidu. Amekuja kuokoa, sio kuangamiza. Kanisa la Mungu, tunakutana na changamoto ngumu ambazo zinatulazimisha kuishi nje na sheria na kanuni za Mungu. Kuna muda tunalazimishwa kupita mstari ambao sio wa kwetu kama watu wa Mungu. Na ni kweli kwamba tunakuwa na vigezo vya kusimamia tulioyafanya, hata kama ni makosa tunaamini. Kuna muda tunaamini makosa yetu yamesababishwa na ni lazima sisi tufanye makosa ili tukae chini ya kosa lingine, lakini kwa haki ya Kristo. Hapa tunaelewana.
lakini Mungu hakupi ruksa kuwa hivyo. Kanisa, tuko pamoja? Ndio maana nataka nizungumzie hiki kipengele kwamba Yesu baada ya kushinda hakupata shida tena. Yaani haijawahi kutokea kwamba sijui ana mawazo, sijui kuna watu wanamuinda, sijui kuna jambo gani gumu. Mpaka leo tunavyozungumza ameshinda, na zaidi ya kufanyaje? Bado wewe tu. Shida ni kwamba tunapochokozwa, changanya na maisha yametuchapa, kuna hali unaona sasa haiwezekani. Unaona suluhu ni kuinuka kama alivyoinuka adui yako, kupambana naye. Tunaelewana vizuri? Hiki ni kipengele ambacho ni kigumu sana. Tulikuwa tunaongea na waombaji fulani waliokuwa wanafanya maombi eneo moja. Unajua maombi yana style kwa jinsi ambavyo ukisikiliza. Mfuatilie Yesu yale maombi aliyokuwa anaomba mlimani. Wanasema Yesu alikesha usiku na mchana akiomba, usiku kucha akiomba. Lakini hawaandiki alikuwa akiomba nini. Baadhi ya sala ambazo Yesu amekuwa akifundisha watu, kuna mahali wanasema tufundishe kuomba. Anasema mkitaka kusali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamee makosa yetu kama na sisi tunavyosamee waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme na utukufu ni wako, na nguvu na heshima na mambo mengine akamalizia huko. Hivi wewe unasikiaje hii sala? Ukianza kuichanganua hii sala, eti inakupa nafasi ya wewe kurudisha kisasi. Inakwambia utusamee makosa yetu kama na sisi tunavyowasamee waliotukosea. Pale kidochi kidogo kama kimkato hivi. Ruksa ya Kristo sio kukuambia kwa sababu kuna adui alikuumiza umpige. Hapana. Lakini alipokuwa akiomba mlimani zile siku za mwisho alisema ingewezekana, lakini si kama nipendavyo mimi, bali mapenzi yako yatimie. Najua kila jambo linalotokea kwangu liko chini ya mapenzi yako na utaratibu wako. Sitainua mkono kuhukumu, lakini unijaze nguvu, kwa sababu sitaweza kupita pale. Kanisa la Mungu, kuna mambo unapitia ambayo ni magumu sana, huwezi kuiamua mwenyewe. Lakini ngoja nikwambie kitu, kwamba kuna wakati Mungu anaagiza majeshi mengi kuliko hata gharama ulionayo wewe, kwa lengo la kukulinda wewe na kukufanya uwe salama tu. Pale ambapo anafika sehemu anachoka, kwa mtu anayemlinda na anamlinda bure, anaacha. Unaelewa sijui? Akiacha unakutana na hatari ambazo hujawahi kukutana nazo tokea unazaliwa. Hivi unajijua kama toka ulivyozaliwa ulizaliwa chini ya laana? Maisha yako yalikuwa chini ya mikosi na balaa. Haukuwa mwenye matumaini na neema wala ushindi. Na haukustahili kuishi maisha ya raha hata kwa sekunde moja ulivyo. Ni neema ya Mungu tu. Sasa kama ni neema ya Mungu, tunafanyeje kukutana na baraka za Mungu kwa jinsi tunavyoishi kanisa? Maana kuna kitu ambacho kimekosekana kwako, ndio maana uko hivi. Unanielewa vizuri eh? Mungu anakutaka tu ufanye kitu ambacho anataka ufanye. Hataki mengine, anataka kila ambacho anakuagiza wewe tu ufanye, ndicho anachotaka kuona unafanya. Kazi ni kwamba tunaweza kufanya ama tunaweza kuwa nje na kile ambacho Mungu anataka tufanye. Ndio maana jiangalie jinsi ambavyo unatembea kwenye mstari wako. Na ni kweli kwamba pana sababu nyingi za kukulazimisha kutembea nje na mstari ambao Mungu anataka utembee. Ndio maana tunatakiwa tuwe katika mstari ambao Mungu anataka, ili tuyaone makusudi ya Mungu yakifanya kazi pamoja na sisi. Hii ndio sababu kanisa haliwezi kufanya muujiza wowote wa kweli wala watu wake. Tutakesha kutwa tunamwombea mtu mwenye pepo. Unanielewa? Kwa sababu hatuna nguvu. Hatuna. Na hiyo nguvu tunaichota kwa nani? Kwa sababu bado sisi ni wadhaifu. Ngoja nikusimulie hiki kisa. Ni watu walienda, kuna mtu mmoja katikati yao alipata nafasi ya shida. Wakasema yule mtu ni mgonjwa. Wakafanya upelelezi wao, wakagundua aliyemloga ni jirani. Kwa hiyo wana maombi wakaingia kwenye maombi kurudisha kisasi. Wakaomba sana usiku na mchana kwamba Mungu umlipe, walipe. Wewe umesema haulali wala hausinzii. Tunataka ndugu yetu awe mzima. Wakaomba sana, walikuwa waombaji zaidi ya 10. Wakalala. Usiku walivyoamka saa 11 wakakuta wamekatwa nywele wote katikati. Unaelewa eh? Yaani ukimwangalia wenzako hana nywele, na akikuangalia hauna nywele.
Huyu mdokozi wa nywele alikuwa anadokoa kidogo kidogo, lakini anadokoa kwa waombaji. Maana walivyokuwa wanaomba wamejisahau, wanapita kwenye njia ya ubaya aliyotenda adui. Ukipita kwenye njia ambayo anatenda adui, na wewe ni adui pia, neema na nguvu za Mungu zinaondoka. Nafikiri tunaelewana. Ule ulinzi na baraka za Mungu kwa sababu ya hasira zako inaondoka. Kwa Mungu anakuacha mwenyewe. Wakati unatuma mashambulizi, adui ameweka ukuta mbele, anajiprotect kupitia ule ulinzi wake. Wakati wewe umechoka kuomba ile maombi yako, si unalala, anakuja na wembe, anachukua nywele, anaondoka, ana kazi nazo. Sasa kusema rudisha nywele zangu, na nywele zangu zirudi, hazirudi, amebeba. Na ushawahi kukatwa nywele kichawi? Nywele za kukatwa kichawi zinachelewa kuota, rafiki yangu, ni balaa. Hazitolewa na kesho. Nenda saluni kakata nywele. Ni siku 3 zinakuwa zimeota, si ndivyo? Ukikatwa nywele na mchawi, takriban mwezi pana kipala. Sijui wanakatiaga nini. Hujawahi kufanya uchunguzi, rafiki yangu, ukagundua labda wanafanya kwa namna gani? Kama kuna mtu amekatwa, ni shahidi, anajua. Mzee, hata uweke wigi, ukilitoa tu tunaona kabonde. Unaweza kufikiri mtu ana kipala, kumbe hamna. Wana namna yao. Sasa sijui wanapakaga madawa, sijui akikunyoa wananyoa na kijiko, sijui wanakuangua, sijui. Lakini kuna namna inakuwa ngumu sana kuziona. Hata wakikuchanja chane zao ni ngumu kufutika kupita kawaida. Kuna kitu kinatokea katikati ya nafasi yako. Ulinzi na neema ya Mungu imefanyaje? Imeondoka. Kwa hiyo wakakutana na watu wakawa wakisema, sasa kuna muda unabidi uone aibu. Unatukata nywele. Inabidi sana uamke kufanya mashambulizi tena kama ulivyofanya pale jana. Lakini hii haisaidii. Mgonjwa anazidi kuwa na hali mbaya, na ninyi waombaji mnazidi kuwa na hali mbaya. Utusamee dhambi zetu kama na sisi tuliowasamee waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Hii ni sala maalum kwa watu wanaotaka kuomba. Tena kuna mahali anasema, nafikiri kwenye Mathayo, mkitaka kuomba muingie kwenye majumba yenu, mjifungie milango, msipayuke payuke. Alafu mfanye sala za siri, na Baba yenu aliyo sirini atawajaza. Ni hasira imekuinua kufanya maamuzi unayofanya, sio Mungu. Ni hasira imekupeleka kuomba, sio Mungu. Ni ghadhabu, ni tamaa, ni uchungu wa mambo ambayo yamekupata, yamekupeleka kuomba, sio Mungu. Kuna namna maombi ya hisia ya kawaida ya uchungu wa matatizo ni maombi mabaya kuliko maombi yaliyo na hisia ya Kikristo ndani. Kwa sababu maombi ya Roho wa Mungu yana mtazamo na mwongozo tofauti na hayo unayofanya. Kuna wakati unaweza ukajisikia tu kumsamehe mtu, alafu hujui ni kwa nini. Kila ukigeuka unasema Baba naomba umsamehe, lakini rohoni unaumia. Unasikia kama kuna uchungu. Kuna namna ya msaada, unasaidiwa kuomba ile maombi. Ukitoka pale unakuwa mwepesi kabisa, mtu tofauti. Kanisa, tuko pamoja? Kuna jambo nataka nikufundishe tu wakati huu. Yanayokutesa yanakutesa kwa sababu sio kwa ajili ya kukurudisha nyuma, ni kwa ajili ya kukukomaza. Uwe mtu mwenye uimara na kujua kuna muda Mungu amemfarakanisha mtu wa karibu ili ujue binadamu haaminiki, sio mkatae, sio mchukie, sio muombe vibaya. Kuna mtu alikuwa rafiki yako, pengine ni ndugu yako wa damu, amekuwa adui yako kupita mtu mwingine yeyote. Mungu hakufundishi uwe adui yake, anakufundisha jinsi wanadamu alivyo. Mtu yoyote uliyozaliwa naye au chochote ulicho nacho kinaweza kuwa tofauti na wewe. Kuna muda unapitia changamoto katika ndoa, mume wako ni katili kupita namna ilivyo. Mume wako sio mtu ambaye anajali kabisa. Lakini Mungu anakuonesha binadamu ama ndoa sio suluhu ya maisha katika kila kitu. Hakupi ruksa ya kumchukia, kumwombea vibaya, kumkasirisha, kufanya chochote kigumu. Hapana. Hii haikupi haki ya kufanya hivyo. Nilipata kisa kimoja wakati nafanya huduma moja. Yule mama akasema, niliteseka mahali hapa baada ya huyu mwanaume kunioa. Baadaye huyu mwanaume alipoteza ladha na maisha ya ndoa na mapenzi na mimi. Akaenda kutafuta mwanamke mwingine, akawa anaishi naye. Wakawa anapita hapa wanajigamba kwangu, wamemshika yule mwanamke, anapitilia naye. Kaka, sikufichi, niliingia kwenye maombi siku 10. Nikamwambia Mungu,
nataka huyo mwanaume afe. Wewe unajibu maombi ya watu wako, nataka afe. Na kama asipokufa, aumie muumio ambao hautampa matibabu wala hautamfanya apone. Na kama umeshindwa kumpa huduma au kumpa adhabu hiyo, basi mvunje miguu yote miwili. Siku 14 amefunga. Yaani hiki nakupa kisa cha live sasa kimetokea. Huyu mama ananisimulia ili tukio, kuna mada ilikuwa inamsumbua. Kwa hiyo aliomba hayo maombi. Anasema nikakaa nikasahau nilivyoomba. Baada ya miezi 3, mume wangu akuja hapa analia. Amevunjika mguu. Aliyofikisha pale simjui, lakini amekuja kwangu anapiga hodi. Anasema mama fulani nifungulie. Kuangalia mguu umetoka kabisa, ni mguu umekatika, umetoka mfupa, umetoka umehamia pembeni. Ni nini? Anasema ni ajali. Yeye ameshasahau yale maombi ya siku 10 nani aliyofanya ya kufunga na kuomba. Anasema tukamchukua tukampeleka kwa daktari. Yule daktari akajaribu sana, wakauvuta ule mguu, wakaugonga, wakaurudisha. Ukakaa, wakamfunga muogo. Baada ya siku 3 ule mguu tena ukateguka. Ukatoka kwenye ule muogo, ukatoboa mpaka nje, mifupa inaonekana imepishana hivi. Yule baba akawa anasikia maumivu ambayo hajawahi kusikia. Unajua alikuwa ameurudisha, umepata kanafua, afu unatoka tena pale. Maumivu yake sio maumivu ya kawaida. Unaweza ukakojoa hapo hapo, ukafanya na mambo mengine hapo hapo. Hali ni mbaya. Aliyeutegua hamjui, ila umeteguka, umetoka pale. Mke alisema mpe pigo ambalo hawezi kuja kusahau maumivu yake, ama muue kabisa. Sitaki kumuona kwa sababu kwangu ni jeraha, sio ni matumaini. Sijui niendelee na hiki kisa, sio nikiishie hapa, lakini kuna kitu nataka nikukumbushe tu. Hasira isikuongoze kufanya kitu ambacho Mungu hajataka ufanye. Kwa sababu naamini kwa 100% hakuwa Mungu alienda kufanya lile tukio. Mungu ni wa upendo sana. Mungu sio katili. Mungu hafanyi matukio haya. Unaelewa sijui vizuri. Roho ya uharibifu na ubaya na mapigo ni roho ya kipepo. Lakini wanapiga wewe kama nani? Unaangamiza wewe kama nani? Unajeruhi wewe ni kama nani? Ndio maana tunaposoma hadithi ya Kristo Yesu, tunaposoma hadithi hii, itupe picha kufanya maamuzi sahihi. Unaweza ukawa hauna kila kitu, lakini una Mungu tu. Na Biblia inasema ni heri kukosa vitu vyote ukampata Mungu tu. Kwa sababu ukimpata Mungu tu, atatia urafiki na wewe, atakupatanisha. Mungu hawezi kukunyima, hawezi kukuacha, wala hawezi kukusuruta akakupeleka kwingine. Atakubeba na kukubembeleza tu. Lakini tuwe na Mungu, tunahitaji kushinda tofauti wanavyoshinda wengine. Hatuwezi kujulikana kama sisi ni watu wa Mungu kama tunafanya kama wanavyofanya wao. Biblia inasema nini? Ukitenda kama watendavyo wao, unapata ziada gani? Kwa sababu hata waovu huwatendea waovu wenzao msaada au wema unaowafaa. Waliingia kupola, mwenzao akakwama, wakampa mkono, wakampiga pushi, akatoka. Si msaada huu? Lakini hata wao wana tabia ya kujaliana na kupendana. Anasema sasa mimi nakuagiza leo, wapende wote, waombee wafadhili. Tena adui yako akikukosa akakuomba msaada, usimpe maji tu, mpe na chakula. Ili uishi tofauti na namna ambavyo wanaishi watu wengine, lazima uonekane tofauti. Na mabaya yapo ili kutuchuja ni nani wa Mungu na nani sio. Kwa hiyo ukiachukia mabaya yanayokupata, hautajulikana wewe ni wa wapi. Ni lazima ujue kwamba vitu hivi vinakuja kukuongoza wewe, ama kukuamuru wewe kutambulika wewe ni wa alama fulani kwenye maisha. Ndio maana nazungumza haya maneno. Leo namalizia lakini nikupe picha ya kujua kitu kwenye nafasi yako. Inawezekana kuna jambo uliwahi kulisema miaka mingi baya, haukuona matokeo yake kwa wakati ule, lakini inawezekana matokeo yapo na yametokea, na inawezekana yanakwenda kutokea. Kwa sababu unaweza ukanena, yule mama alikaa miezi 3, hakuna dalili yoyote, mpaka akasahau. Baada ya kusahau, anasema baadaye akaja akakumbushwa kwamba si wewe uliomba mume wako apate pigo ambalo hajawahi kupigwa?
Yule mwanaume alifungwa tena ule mguu. Baada ya wiki moja ukateguka tena pale pale, ukatoka nje. Alikuwa amelala tu kitandani kama vile anajigeuza, anageuka, ule mguu ukatoboka tena, ukatoka nje tena. Hivyo tunaelewana si vizuri. Anasema baada ya kukumbushwa kile kisa, nikaanza kuona huruma. Maana wa kumuguza alikuwa ni mimi. Wale wote walimkimbia. Katika moyo ka hasira kameenda, nina moyo wa huruma sasa. Nilisumbuka na yule baba takriban mwaka mmoja na miezi 6. Hajapona. Mambo yakawa magumu mara 2. Alikuwa na watoto. Kwa hiyo kale kama msaada hapo alikuwa anakaleta kakakata. Maana mwenye kuleta msaada anaumwa. Wewe bingwa ulionena maneno, na wewe pia huwezi kutafuta hela vizuri. Ulisha watoto wako 4, sawa, ukamhudumia na mgonjwa. Na hata baba yake na mama yake mzazi wa yule mgonjwa wakamkataa. Sio ulishaomba apate mapigo ambayo hajawahi? Yaani simsogee. Sasa huyu azimsogei, anasikia maumivu. Hakuna matumaini tena. Takriban mwaka mmoja na miezi 6. Hakuna nafuu. Akainuka mtumishi mmoja wa Mungu akaona lile tukio. Akaenda. Akafanya toba kwenye kile kitanda. Takriban muda wa masaa 3. Anamwambia msamaha yule baba. Yaani ni mtu from nowhere, hajulikani katoka wapi. Akainuka, siku anaenda kuomba, yule mwanamke alikuwepo pale. Akawa anasikia ile maombi anayosema. Anapita katikati ya ile maombi ambayo yule mwanamke alikuwa anaomba kama walikuwa naye. Baada ya kumaliza yale maombi, akamwambia baba, Mungu amekusamehe, lakini pia amekuinua. Na wewe ukiinuka, usifanye kisasi kama ulivyofanyiwa, samehe. Yule baba haelewi, anasema nisamehe. Maana hajui aliyemfanya vile ni mke wake anayemuuguza. Hata wewe ukitoka pale univunja mguu, tunaelewana? Ni sawa, nilikuwa na jeuri, ndio ulivunja mguu. Mwaka mmoja na miezi 6 unateguka, haupati raha, hakuna kulala. Anakuambia hajawahi kupata hata siku moja usingizi. Maana maumivu ambayo anayasikia baada ya ule mguu kutoka sio maumivu ya kawaida. Eti unaniuguza, umenivunja mguu. Ni sawa utaniambia ni hasira tu baby, sina nini. Yaani hapa kuna namna unakuta huyu mtu na yeye haelewi. Lakini kaambiwa Mungu amekusamehe na kukuponya. Ila na wewe usiinuke ukalipa kisasi kama ulivyofanyiwa wewe. Akamuuliza jina lako nani? Akasema huna sababu ya kujua jina langu, wala nimetoka wapi, wala ninafanya nini. Nimekuja kukusaidia na nimemaliza kazi yangu, naondoka zangu. So, watumishi wa Mungu kuna wakati wanakuwa na viburi wabishi. Ni agizo la Mungu, asijitambulishe, asifanye chochote, aondoke. Kwani kazi aliyofanya si amemaliza? Unataka kujua jina ili iwaje? Umwombe msaada tena siku nyingine? Ni Mungu amemtumia, amemaliza, ameondoka naye. Yule mama akaanza kulia pale. Anamwambia mume wangu nisamehe. Nisamehe tu. Anamwambia ni nini? Hivi umemwelewa mtumishi? Mimi simuelewi. Anasema eti nisamehe. Nisamehe nini? Anataka kuongea, anaogopa. Maana mwaka na nusu amelala kitandani. Yeye ndio amefanya ile tukio. Kwanza, baby naomba tu unisamehe. Huo mguu niliuvunja mimi. Wewe sijui unaanzia wapi. Na unamjua jamani jeuri. Hali ilikuwa ni ngumu sana. Lakini ulifika wakati akashindwa kustahimili, akaongea tu. Baada ya kuongea, yule baba akahama tena pale nyumbani. Akasema kumbe naishi na mchawi. Mchawi. Wewe uliona wapi Mungu anaamuru kuua? Uliona wapi wewe? Wewe si ungenimaliza kabisa, hizi ni rehema za Bwana. Bwana ameona sitakiwi kufa, ndio maana yake. Wewe ulikuwa ni wakulinywiu. Jamani. Watu wanaenda na wanasema ogopa mwanamke akiwa na roho mbaya. Huwa haangalii msamaha. Unaelewa Mwanamke anaweza kufanya kitu chochote duniani, chochote na asiwezi kuzuiliwa. Na ndivyo ambavyo ameumbwa na Mungu. Nyewe wanaume mnajidai wajanja, anaweza akamka hata saa 7 kwa sababu mwanamke anaweza akakesha. Chukua kakisuku yake kadogo, usijidai una nguvu. Siku wakati unakoloma. Kwanza anakuchosha na kazi zake anazozijua, afu anakuacha ulale kabisa ili akuue vizuri bila shida. Unakufa bila tatizo lolote, unakufa. Wanaume sisi kuna wakati tunakuwa hatuna mambo mengi. Muda mwingine unaanza tu kukimbia.
Sawa, uache telekeze familia wende zako huko. Sawa, ndio maisha. Lakini kuna muda mama akikasirika, mkasiriko wake wale mkubwa sana, ana namna ya maumivu ambayo kuna wakati hawezi kuyapona mpaka atakapoamua mwenyewe kutoka. Kanisa la Mungu, kuna namna unaishi tu kwa nafasi fulani, ni ghadhabu imekuongoza kufanya maamuzi fulani kwa sababu tu kuna kitu kimekuumiza sana. Umeshindwa kubariki kwa sababu umeumia. Tunaelewana? Lakini maneno yanasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Piga magoti, mwambie Mungu, huyu ndio mume uliyenipa. Leo anapita hapa anatamba na mwanamke mwingine. Tena kwa macho yangu ninawashuhudia. Lakini nashukuru, wabariki tu. Ikiwa ulitamani nipite kwenye njia hii, natamani kuona neema na nguvu zako zinatembea. Lakini nataka kuona unanitoa katika hali hii. Huyu ni wa kwangu, ulinipa. Kwa njia unayojua mrudishe. Mungu hashindwi. Atafanya. Sasa yale maamuzi au yale maombi aliyoyafanya, hapo tumeshahama. Ukumbuke sio hao waliokatwa nywele. Waliokatwa nywele hao walikuwa na huduma yao. Huyu ni mwingine. Hiki ni kisa live kimetokea. Kisa ni kirefu. Yule baba baada ya kuondoka, ila alishauriwa, baadaye akakumbuka ile maneno ya mtumishi wa Mungu, akarudi nyumbani. Alirudi kabisa. Wamekaa lakini hawakuelewana takriban kama miaka 3 na kidogo. Hawaelewani. Mwanamke akisema siwi nini, jamaa anakadilia mwaka na nusu mnilaza kitandani. Say. Yaani kuna namna unawaza tu. Unaona hakuna majibu ya kile ambacho nakifanya. Ingekuwa ni wewe ulinitendea mimi nikakutenda hivyo, unanisamehe? Lakini Biblia inasema tuwasamehe, yani unisamehe mimi kama mimi nilivyowasamehe wengine. Yani wale walionikosa nilikwishaachia. Natamani kuiona neema na nguvu yako mahali pa nafasi yako. Magumu na mabaya yako tu kukufanya uishi ama ujifunze, sio kulipa na kutenda sawasawa na jinsi ambavyo adui anatenda. Kwa maana ukitenda ulivyotendewa, umetenda na zaidi ya kutenda alivyotenda adui. Kwa maana wewe ni picha halisi ya ubaya na uhalisia wa uharibifu kupita yule ambaye alikuharibu wewe. Watu wa Mungu, tuko pamoja eh? Kuna mambo yanakulazimisha kuwa mtu tofauti. Kuna mambo yanakulazimisha wewe kuwa shetani. Kuna mambo yanakulazimisha. Na jambo lolote ambalo ukilifanya ambalo lina elementi za kishetani, tayari umekuwa shetani. Kwa maana kuna ubaya unaoingia kupitia namna ambavyo unafanya. Ndio maana nasema tuna muda wa kuamua vinavyostahili kwenye maisha yetu kama kanisa la Mungu. Tuna muda huo. Ili unajua kama yanakupata tu ili kukukomaza. Una utulivu katika jambo ambalo unalipitia. Una utulivu. Una amani na kitu ambacho unakipitia. Una amani na vita ambayo unapambana nayo. Usikate tamaa. Utakiwa kukata tamaa. Katika kitu kibaya kwenye maisha ni mtu kukata tamaa. Kama ni Mungu alikupa, amekupa tu. Unaelewa? Anaweza kukugeuza. Mbona miaka 90 Sara alilea mtoto? Mbona miaka 100 Ibrahim alipakata? Haina shida. Au unajua umri unaenda, siku zinazidi zinakwenda, Bwana alivyoniagiza. Huyu Mungu ni bonge la mjanja. Yaani Mungu ni mjanja, na ukikaa vibaya hapo na shangaa tu amekutoa no count na hakuna kinachoendelea. Miaka 100 Baba Ibrahim alisubiri. Kila wakati anamuota anapakata mtoto. Elizabeth, binti ambaye alizaa Yohana Mbatizaji, miaka yake imeenda. Ni mzee sana, kikongwe. Ni mbibi ambaye anatembea kwa kutumia fimbo. Alibeba mimba, unaelewa eh? Akazaa bila operation, akanyonyesha na mtoto akakua. Hayo ndio maajabu ya Mungu. Ila kweli tuna imani au tunasubiri kutoka kwa watu wa mbali waje wachukue waende nazo? Kwa sababu kuna watu wamesema wanatamani kufika na kuiona neema ya Mungu na kuona watu waliopo katika jambo hili wapoje. Nikishika vazi lake tu nitapona. Sasa kuna watu walilala na Yesu, si unakumbuka eh? Waliamka naye wakawa wanagombana tu. Wanagombana akisema jamani, nyinyi ni uzao wa Ibilisi, wanamkunjia ngumi.
hawaoni kitu ambacho ni matumaini kwenye nafasi ya maisha yao. Uko tayari kushinda vita? Uko tayari kutoka hapo ulipo? Uko tayari kubadili mtazamo wa maisha yako? Uko tayari kuwa mtu tofauti na walivyoishi wengine? Lakini je, uko tayari kuwa mtumishi wa Mungu? Kazi inabaki kwenye nafasi hii. Ndio maana nataka kukuona kwenye nafasi mpya. Najua kuna watu wamekata tamaa, wengine wamechoka kwa maisha ambayo wanaishi na wanavyotazama. Mpaka hapa walikushaamua kufanya maamuzi wanaotaka kufanya, wakiamini ni sehemu ya nafasi ya maisha yenye matumaini kwa nafasi zao. Lakini nikukumbushe, Yesu hateseki tena, hana machozi tena. Lakini Paulo anasema kwenye nakala zake, ukitenda dhambi unamrudisha Yesu wapi? Unamrudisha Yesu msalabani. Kwa dhambi yako mmoja unamrudisha Yesu msalabani. Unanielewa? Mtu aliyetumika kukuloga sio adui yako. Uchawi umekupata wewe, wewe ndio adui. Na kwa sababu umepatwa na ubaya, usitake kulipiza ubaya. Ishi kwa msamaha na upendo. Muombe Mungu neema na rehema, naye atakufadhili. Atakupenda. Ukumbuke jambo hili moja, kila kinachoondolewa kwako sio chako, hata kama unakipenda. Kilikuja kwa muda tu, kimeondoka kama kilivyokuja, sio chako. Acha kiende. Itafute amani kwa nguvu na uwezo wa Kristo bila kumkosea Mungu. Mwalike Mungu kwenye jambo ambalo unalipitia, acha liende. Ni kweli kitu ulichochukuliwa ni cha gharama sana. Ni mali ya thamani ambayo umeitafuta kwa miaka mingi. Imekuja ikakaa nawe siku moja tu ikaondoka. Usitake kung'ang'ana na hii. Utakaa chini ya wingu hili kwa muda na hautatoka. Nikusimulia kisa Kuna mkaka alikuja hapa mwaka fulani, mwaka jana sio mwaka juzi. Akaniambia alikuwa anafanya kazi nafikiri kwenye machimbo. Baadaye akapata hela, wakazurumiwa na bosi wao. Zaidi ya milioni 10 na ngapi sijui, sinienda. Alikuja hapa akanieleza habari ya tukio zake, lakini pia maisha ya namna ambavyo alikuwa akiishi kwenye ndoa. Alikuwa anatafuta mchumba na mama aliyotendewa. Ni mtu ambaye alikuwa amesimama vizuri sana na Mungu, lakini kuna vitu viliharibika kupitia nafasi hii. Anasema nimekitunza kisasi kwa muda. Mungu ananiambia hela yako itakuja kurudi tu. Kwa hiyo nilianza kuomba mabaya kwa ajili ya nafasi ya yule mtu ambaye ametumika kuichukua fedha yako. Tuliongea naye hapa mara moja tu. Nikaongea naye maneno machache. Nilikutana naye mara ya pili, akaniambia nimesamehe, sirudi tena. Sasa hizo ukimwangalia ni tofauti na yule alivyokuwa pale mwanzo. Kisasi ni sumu mbaya. Inaua wote wawili. Inaua yule, inaua na wewe. Unapita njia ambayo adui yako amepita. Wewe ni adui kuliko adui, kwa sababu yeye anakutazama wewe kama adui pia. Ndio maana tunazijua njia sahihi za kutoka mahali pagumu ambapo tuliingia. Watoto wa Mungu, tunajua unajua kwamba Mungu hakutaki uwe hivyo, anataka uwe na roho njema. Ulishawahi kujifunza kuwa na roho nzuri? Sasa huwezi kujifunza kuwa na roho nzuri mahali pazuri, unajifunza kuwa na roho nzuri mahali pabaya. Tukija dada, wewe ni mpole na mimi ni mpole, si ndivyo? Unanielewa Yaani wewe mpole na mimi mpole. Kuna kitu tunaona hapa. Hamna, aje mkali. Akutibue wewe, akutibue wewe, akutibue wewe, akutibue, akutibue. Ukibaki kuwa mpole, wewe ni mpole kweli. Lakini unajisifia kwa walio wapole. Sio kweli. Unajitapa kwa wenye upendo. Jamani, nina upendo, nampenda Yesu. Unajitapa kwa wenye upendo. Wewe huna upendo bado. Mwenye upendo atakiwa akae katikati ya watu wakatili wanaomtendea matendo mabaya. Mara wamemdhulumu, mara wamemweka jela, mara sio wamemfanyaje. Na akitoka anasema Bwana, ninawapenda. Naomba mema yawajie. Mvua ya baraka iwanyeshe. Huyo ndio mwenye upendo, sio wewe. Kanisa la Bwana nawapenda tunakupenda pia. Wala sio kweli. Hapa tunadanganyana tu. Ndio maana kuna matukio tunayaona yako tofauti. Sisi wenyewe ndio tunasema tunapendana. Tukitoka hapa tunaumana meno. Mimi ndio wakufuta majeraha. Kwa msaada wa Mungu tu, wala sio kwa nguvu zangu. Kaka angalia amening'ata hapa.
Amening'ata ubongo. Sasa mimi nafanyeje? Ameniuma kaka, vinauma. Nataka nikampige na mpini. Umpige na mpini mwenzio. Sasa ukipiga na mpini, kwanza unajua alivyojiandaa. Unaweza ukaenda na mpini wa shoka, mwenzako ameandaa shoka kabisa. Kwa hiyo kafika pale kabla hujaarusha akakupiga na shoka. Mchezo kaishia hapo. Lakini tunajua neema ya Mungu. Eti tunajua. Ukisikia mtu anasema mimi ni mwenye huruma, tunataka tumuone katikati ya watu wenye roho mbaya. Jinsi ambavyo wanasevu katikati ya watu wenye roho mbaya. Huruma zake zinafanya kazi namna gani? Ukijitapa kwa watu wenye huruma kama hivi wamo humu, ni bure. Wewe sio mwenye huruma, jamani mimi nina huruma. Nina huruma jamani. Huruma sio hivyo. Ni mtu alikuja ndani mwako huyo akakupola na nini, baadaye umekuta amemvunja mguu, unamchukua unampeleka hospitali, unamtibu mpaka anapona, unamwacha. Huyo ndio mwenye huruma. Una huruma wewe, unaleta kiberiti, unaleta petroli, watu wapigwe choma kabisa huyo. Hebu mpigeni duniani asiwepo, afikifika kanisa la Bwana mimi nawahurumia sana. Unatuhurumia wewe. Unashindwa kumhurumia jirani yako na ndugu yako, unatuhurumia sisi. Sio kweli. Na huruma nyingi tulizonazo ni hizo. Nionyeshe huruma, nikuonyeshe huruma. Ndio tulizonazo humu ndani, wala sio utani. Si ndio tunavyoenda? Ndio maana unaona hatuna hatua. Hatupigi hatua yoyote, hatusongi mahali popote. Kwa sababu sisi tunajisemeaga tu, tukija hapa kama kweli yani ukisema kwa kweli wanaenda mbinguni wote. Kumbe wewe Mungu akisema achuje hapa, anasema tuchaze, sio ni wa kuchukua. Sema baba acha utani Mungu, acha utani. Mimi ndio nakwambia siwezi kuchukua mtu humo. Kwanza kuna watu wana ngumi. Wengine wana mipini kwenye miguu yao. Nikupige tu wenzao. Sasa unambeba nani? Ni leo hii amekuja akatuambia jamani, kanisa la Bwana mimi ninawapenda sana. Kwa hiyo msipate shida, mimi niko pamoja na ninyi. Kwa hiyo haleluya, kanisa la Bwana, upendo uendelee. Dakika 2 katununia. Ana upendo huyo. Mtumishi, mbona ulisema unatupenda? Unajua nilisikia neno moja ikaniuma. Neno hili litoka kwa mtumishi wa Mungu, nikashindwa kustahimili mapigo. Ulishinda kusema sasa uko unaongea gani unatupenda? Yaani kuna mambo hayapo. Ukija hapa njoo tu kama umekuja. Unajua unaweza ukajikuta ukazungumza kisha tumekulisha chips hapa. Yaani nitoke hapa niende wapi? Hujapata mpini wewe, hauna joto. Bado unakutana na kizaazaa. Unaelewa eh? Yaani mimi jamani nina msamaha. Ukutane na mtu ambaye alikudanganya akakuingiza kwenye kundi akakupola akakonyanganya kile kitu, baadaye akakwambia bwana mimi ndio nilichonga mchongo wote. Issue zote nimezipika mimi, mpaka siku anakukaba nilikuwa nimekaa chemba. Hivi uko kama kuna mtu anakuchungulia? Afu unamwambiaje? Mungu akusamehe. Mungu akuongezee. Mungu akulipe mema, hata siku moja usipatwe na mabaya. Wewe ndio unajua huruma na msamaha. Sio unasemaje mtumishi? Unasemaje? Kwamba wewe ndio ulipika mchongo. Na nilijua tu iko siku Mungu atanifunulia hii siri. Sasa nimeijua. Bwana akulipe sawa sawa na ulivyonitendea. Kuna namna umefanya ubaya mwingi. Mtumishi, nimekuja, ni roho ya Bwana imeniongoza nije niombe msamaha. Uombe msamaha, muombe Mungu wako. Na niomba mimi nimekufanyeje? Mungu aliniambia nisiende kwake moja kwa moja, nije kwako wewe. Elewa tu kwamba msamaha ni muda. Niache nikatafakari. Unatafakari eh? Lakini niwaambie kitu. Kwamba tunakutwa na mengi kwa sababu tu tunataka kuwa tofauti na wengine. Na maisha ya kiroho yanakutaka uwe tofauti na wengine. Kanisa, tuko pamoja. Kuna kitu unaweza kufanya leo. Tutapata muda wa kuomba. Umjue Mungu vizuri. Umjue. Lakini ukae chini ya wingu la Mungu. Usiogope yanayokupata. Yesu hakuogopa yaliyokuja, na ndio maana alishinda. Kwanza hakuyaangalia. Aliangalia kile ambacho anajua ni cha kwake. Kwamba anaamini wakati unakuja atarithi. Yeye ni mtawala. Angekaa kwenye ile maumivu wanavyompiga, wanamzongazonga, walimvalisha paka taji ya miba. Unakumbuka eh? Walitengeneza taji ya miba, wakamvalisha mwanaume wa watu. Alafu pale juu akaandika huyu ni mfalme
wa Wayahudi. Jamani, mmeyasoma yale maneno? Yalikuwa kama maneno matatu tu yameandikwa inli, yani maana yake ufalme wa nini? Wa Wayahudi. Baada ya pale wakajikuta wamezua tukizaazaa. Wengine wanasema ameandika vibaya. Mkiandika huyu ndio mfalme wa Wayahudi anakuwa kweli, andikeni alijiita. Sasa wakabandua kile kibao. Jamani, akasema mimi siendi. Kama mnataka kabandueni wenyewe. Wengine wakasema tuyaache hivyo hivyo. Mfalme si itakuwa ni aibu, mfalme wa Wayahudi yuko juu. Lakini ni kweli kwamba huyu ndio mfalme na iko hivyo. Yaani walikuwa wanafanya wao wanaandika kile kibao kama wanamkomoa kwa kuonyesha ni dharau, afu inakuwa. Mungu Bwana anaweza akatumia njia yoyote kuwa faraja kwako. Kanisa la Mungu, unapitia changamoto ngumu. Mimi najua imekuongoza kuwa na aina nyingine ya maombi mpya. Mpaka Mungu anasema nilimfundisha huyu mimi? Hapana. Mbona anapita mahali ambapo sijui mimi? Sijui. Hatupiti huko jamani. Tunapita sana. Tunapita. Kibega na mimi nakupa kibega. Unaelewa? Afu nikifika pa nawapenda. Kanisa nawapenda Wewe kuwapenda watu hao wote hawa ni kazi. Watu wametoka na tabia zao huko, wengine wako mboga, wengine wana hasira, wengine ni ugomvi, maugomvi hayaishi, tumekuwa hivyo. Wengine ni ukatili tu, wengine ni roho mbaya, wengine ni wizi. Ukiwaambia nawapenda wapenzi nawapenda, kuna kitu wanaona, watu wanaona. Na upendo sio maneno, upendo ni vitendo. Tuko pamoja Dada, unanielewa vizuri? Kuna kitu Mungu anataka ufanye. Tutamwita Mungu kidogo sana, ataitika na kujaa namna ambavyo hatujawahi kuona. Biblia inasema nini kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume? Wakawa wakikaa pamoja, wakala pamoja na kusali pamoja, wakajaa na upendo wa kweli, nalo kanisa likaongezeka mara 3, mara 7 mpaka mara 10 ya namna lilivyokuwa. Wakaongezeka waumini wapya zaidi ya 3,000 kwa siku chache, kwa sababu walisikia taarifa na kuvuma kwa upendo wao wa kweli katikati ya mioyo yao. Tunao sema mimi najua na wapenda. Umuni na watu wangu, unaelewa ndio wasili wangu. Kwa hiyo mimi sio kila mtu, unaelewa? Lakini wewe ulisema ni mpole. Ulituambia toka zamani, nasema ana kasauti kadogo, hajui hata kuongea sana, hajui hata kuchapa. Akitaka atachapa anafanya we. Yaani Mungu amemuumba yule mdada kweli ni mpole, ila kwa huu apigagi na fimbo, anapiga na huu. Akikuchapa maneno mawili, bora akuchape fimbo. Na hivyo anatembea kama mwendo wa kobe, huko anakupiga neno. Na hivi mume wako amekuacha jana. Sijui kama utapona. Mume wangu ameniacha jana, toka lini umezisikia hizo taarifa? Mbona tunazo mpendwa? Mpendwa, sisi tunajua kila kitu, usituone tunatembea kidogo. Unasikia hasira, sijui nimfinye. Bado kuna watu wana nguvu yao, wana kwa kufanyia kazi. Wanawaza tu sijui kufinye tu, na hivi unatembea kama kobe, na hivi ni mpole. Kufinye tu. Ila ushampa neno. Yaani kuna vitu vinakuwa havipo. Kama kanisa la Mungu tunahitaji kukaa kwenye upendo wa kweli. Naelewa. Tupite njia tofauti na adui anayopita. Unaotendewa usilipe yale, ni vibaya sana. Kwa sababu ukilipa yale umetenda zaidi ya alivyotenda yeye. Na kazi ya adui alikufanyia vile ili utende kama yeye alivyokutendea. Suluhu ya Mungu ni kwamba upite tofauti na namna alivyokutenda yeye. Pale tutajua wewe ni wa Mungu, huyu ni wa shetani. Unanielewa vizuri? Ukitenda kama yeye, wote mmekuwa wa nani? Wa shetani. Amevuna. Kanisa, tuko pamoja? Una mume amepanda, wewe shuka. Sawa. Una mke sasa, siku hiyo ndio kama vile ameumwa na manyigu, yani haelewi. Shuka baba. Sawa, shuka tu, kuwa mpole. Kuwa mpole kabisa. Mahali ambapo hawezi kuomba msamaha, ikiwezekana omba tu. Unanielewa vizuri?
utaonekana umepita njia tofauti na njia yake. Kwa hiyo unaamua nini? Sema sasa, kwani unaamua nini? Utatengeneza kitu ambacho kitakupa shida sana baadaye, kitakutesa. Ndio maana nikasema na mimi nikushirikisha hiki kitu. Namna Yesu alishinda. Baada ya pale, watu walikuwa wanataka kumuua, wanasema no, usiniguse. Bado hujamaliza vita. Mimi nimemaliza yangu. Wewe bado. Wow, Kristo, hata mtu kusema tu wow, Kristo wala haji. Umuao hujamaliza vita. Wanamuao waliomaliza vita. Unanielewa? Unakutana na changamoto kweli, changamoto ukiangalia nyumbani hapa eleweki, maisha hayaendi, hali imekuwa ngumu, madeni kila kona, una hali ngumu. Yaani kuna sehemu unasema tu mwanangu, yaani unafika sehemu mpaka jioni una hela. Sasa hapa nafanyeje hapa? Nafanyeje? Kwa hiyo namuona tu mshikaji anasema, "Oh mwanangu, hebu nasema 2000 hapo." Chapo, nataka nichukue kitu kimoja hapa baada ya kama dakika 5 na kurudishia. Kumbe hauna kabisa. Unataka jamaa kijichanganya tu. Yaani akipiga ukipita unaemea kweli vizuri unapeleka. Hiyo hela asahau kuiona. Jamaa mimi ni ya dawa wala usipate shida. Chapu ni 2000 tu, mimi sina shida nayo. Unajipiga na fikira kabisa, unajua kabisa huna. Ila kuna namna umekuwa kama mwizi baba, kama mwizi. Una hali ngumu, mambo yamekuwa magumu, yamebana. Lakini huu sio Kristo bado. Sio imani hii. Unaelewa? Kuna wakati unasema kweli nimeamua kuwa na imani. Kwa jina la Yesu naenda dukani, mwenye duka asininyime. Yesu, nasema kwa jina lako nalainisha moyo wa muuza duka. Kila nitakachokopa nikubalie. Kweli baba wa watu hana makuu. Naomba mchele, anakupa. Nasema kumbe maombi yameshika. Kwa roho ndio unasema kumbe maombi yameshika. Unajaribisha. Hebu naomba na soda 3. Anakupa. Nasema hivi kweli ameshika au ni Mungu tu ananili? Wewe baba, hebu naomba na ile mikata kama 2. Anakupa. Kuna muda unaona nini itakuwa kubwa hapa? Hesabu mafuta na nini? Hebu mkate rudisha tu. Rudisha. Si unajua mambo yameshika. Ni debe tu hivi. Shilingi ngapi jumla? Blaza ni shilingi 12,000 tu, utanirudishia siku yoyote ukisikia. Siku yoyote. Unaondoka, unatumia vile vinaisha. Huwezi tena kumwombea Mungu amlainishe, unahama duka. Wewe mwenyewe utakuwa na uoga. Tena mwambia tena baba, naenda tena pale. Mlainishe moyo. Kwa nini unapata ujasiri huo? Lazima angalie sehemu nyingine. Ujenga uteja na watu mwingine mpya. Na pale ukipita kuna mtu anamwambia sasa hivi. Anakuambia kuna shida bro. Siku hiyo umepita bahati mbaya na umemkuta. Lakini hali hii ni mbaya, itakutesa. Sasa tuko pamoja. Kuna hali unapitia ni ngumu. Piga chini magoti. Muombe Mungu. Mungu ni wa rehema sana. Ni wa msamaha. Hawezi kukulaza na njaa, najua una watoto. Atafanya njia tu. Umekuwa na haraka ya kutaka kitu ambacho hakiko katika muda wake. Unanielewa Tulikuwa na sherehe moja, nafikiri ilikuwa ni Pasaka moja mwaka mmoja. Nadhani tulikuwa sina kakalafa sina nani kule Mlimani miaka fulani hivi. Tukawa tuko kule mpaka jioni, mpaka siku ya sikukuu hatuna cha kufanya. Unakumbuka Tuna mchele tu lakini hatuna mboga. Na siku hiyo tumeweka mgomo wa tuli maharage. Naelewa? Tukamwambia Mungu tunaomba mboga, utajua utakakoitoa. Sawa? Kuna wakati unainuka tu na manati yako unaenda kuwinda. Sawa? Siku hiyo ndege wanakuwa wajanja. Yaani kabla hujamnyemelea ameondoka. Alafu kuna siku Mungu anaweza akakushangaza. Sikuwa na jamaa yangu mmoja. Unanyemelea ndege paka hapa na kwenye taa. Unapiga unakosa. Yaani ndege kwa kukuzaa anasema rudia tena. Paka kuna mtu anaweza kusema, yaani ndege ametulia tu. Ukipiga juu linaenda hivi, ndege ametulia zake. Uweze ukambada ndege na mabawa. Lazima uhakikishe umemdhaifisha ndio umshike. Tulikaa mpaka jioni. Sasa tukawaza tule maharage. Lakini tuna imani kwamba Mungu atatufanyia, atatupa mboga. Tukakaa mpaka saa 2 usiku hatujapata mboga. Tukasikia makanga analia sehemu. Nakumbuka hiyo siku.
Yaani kanati kenyewe ni kabaya baya, kazi kakapiga kanga, tukachukua akaondoka nako mpaka pale. Kanga yuko tu pale juu. Piga jiwe moja tu akateremka bwana mpaka chini. Ni mkubwa kiwango ambacho hujawahi kuona. Mkubwa. Kabla kakalafa njoo alitoka mbio kula maharage. Alafu kwa imani unajua nini? Tumechemsha na maji. Tushachemsha maji kabisa. Tukaanza kumnyonyoa, tulisema hatulali mpaka tumkombe. Hii sikukuu hii. Saa 2 tulimaliza kumtengeneza yule kaka kabla saa 4 usiku saa 5. Sawa? Kwanza kwa kujipongeza kama sisi ndio tumemleta. Tunamla mabawa kwanza. Ila alikuwa ni mkubwa. Unajua imani inaweza kufanya kazi mahali ambapo huwezi kuamini. Alafu ukikangalia kanati kaliko uwa ndege. Hakafanani kabisa na ndege aliyepigwa. Sasa imani inakutaka ukae mahali pa mstari hata kama unapitia changamoto ngumu. Ukiamini kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, uamini tu. Kuna kitu Mungu atataka, atafanya. Anaweza akamtuma mjumbe wake hata saa 4, hata saa 5. Kwa sababu anajua kuna kitu una haja nacho. Sasa kabla Mungu hajamtuma mjumbe, wewe umeenda kukopa. Mjumbe inabidi afanyeje? Awekwe pembeni. Sasa deni ni lako. Unapambana nao sasa ufanyeje? Kwani haya hawatokei? Mungu mpaka saa 9 hii hajaagiza msaada. Hebu nijiongeze. Lakini ulimuomba. Si ulimuomba? Kuna muda unajikuta hakiendi kinachotakiwa kwenda na wewe. Umejaa madeni kwa sababu ulikupoteza imani. Umevunja neema ya Mungu katika lile. Kuna kitu kikubwa kipo katikati yetu. Tunahitaji kukaa mahali pa mstari wa neema ya Mungu. Kama watoto wa Mungu, usije ukapita njia ambayo adui yako anapita. Kipindi unachotembea nacho ni cha muda tu. Mungu hawezi kumruhusu shetani akakupiga tu, ajiandaa njia. Hafanyagi hiyo kazi. Lazima atakuandalia mlango wa kutokea. Tuko pamoja eh? Jitahidi sana kutembea Mungu anataka utembee. Utafanikiwa. Amen. Sawa? Usiangalie mateso magumu, hali ambazo zinakupata. Usiende mbele za Mungu kwa hasira. Usimwombe Mungu mambo ambayo Mungu hajataka wala hajakuagiza. Kwa sababu ya hasira zako usiwapige watu wa mtaa wako. Waombee na msamaha. Tuko pamoja eh? Mara ya mwisho tukutana na mtu mmoja anasema, kaka, unaiona hiyo nyumba? Nikamwambia naiona. Ni wachawi hao wote hadi watoto. Unaiona ile nyumba? Wale na wenyewe ni Concord. Amebadilisha jina tu lakini maana yake ni wachawi. Concord. Mke na mume wanapiga fiu. Unaiona na hii hapa? Kaka, nimezungukwa na wachawi. Kitu nataka niwafanyie usiku, watasahau. Unajua kuna wakati unafungua milango na madirisha ili wasikie. Piga fire mahali pa vitanda vyao, mahali wanakuficha uchawi. Na nikwambie, huwezi ukaa unaomba mchawi amelala hata siku hiyo. Huwa hawafanyi kazi ya ujinga. Unavyoanza kuomba wanatega sikio. Hata kama uko busy, anaomba nini? Pita kwenye vienge vyao. Pita kwenye vitanga vyao. Pita kwenye makombola yao. Makombola. Kwanza labda unasema unaenda unahakikisha yapo. Sawa. Si umewachokoza? Umeelewa? Baba, wafanye wakujue, wanajua kama Mungu yupo, wanajua. Ila wewe tu ndio unajua kama ni mtumishi ama sio. Kwa hiyo kazi sio kumjua Mungu, kazi ni kukutesti wewe. Baba, wafanye wamjue Mungu wa kweli. Wewe si ndio unatambulisha Mungu? Wanataka waanze na wewe. Ila unasema amen. Wanaita makombola, vaa silaha zote za vita. Jishushe, jitengeneze. Kwanza advertise unapigwa nywele kwanza za mbele. Naelewa eh? Unanyolewa kipala. Una kipala. Nimeshakwambia nywele za kichana zote zinaota, nyingine huku kote zinaota. Pale panabaki kama kakisunsu. Kimya. Sasa ulivyo na rangi hiyo kanyolewa nywele, nini kinatokea? Watu wanaweza kufikiri ni style lakini sio. Zinachelewa kuota na zikiota zinaota tofauti kama, yani kama ulinyolewa zikiwa hivi.
Zikiota zinaota zelu. Nyingine kuna hali inakuwa tofauti na namna ilivyo. Nikamwambia wewe unaombaje? Unamwomba Mungu akupe ulinzi tu. Kuna muda inabidi nishambulie. Shambulia. Shambulia baba, shambulia. Shambulia wote, shambulia. Shambulia wacha shambulia. Wanakusikiliza. Anasemaje huyu? Shambulia wa kushoto kwangu, shambulia. Wa kulia, shambulia. Na kushoto, shambulia. Kaskazini, shambulia. Na kuna muda wakiona vipo inabidi wakusupport tena kucheza. Haina shida. Badala kumalizia tuliunge kama kawaida. Mimi sina tabu na wewe. Ile umelala tu na wenyewe hapa wanatua. Na wenyewe wanaanza shambulia, shambulia. Shambulia. Wewe bado unakuwa unaiba. Shambulia. Mbona kama naota ndoto? Shambulia. Shambulia wanafunga miguu, funga na mikono. Unaelewa? Rafiki yangu mmoja alimbembea siku nzima. Unajua zile bembea anazo kufunga mikono na miguu. Hapo anakaa anajisikumia hivi. Jamaa anaota tu. Asubuhi ameamka amechoka mikono miguu, amechoka. Sasa kuna mbabe pale jirani anapita anasema, "Yaani leo tumebembea." Amembembea mtu. Eti dada, yaani unaamini wanakufunga shingo kamba, yaani kichwa kako kanafunga huku na tumiguu wanafunga huku. Pale wanakaa wao, afu wanakuwa wanasukumana. Sio mchezo. Haukumwomba Mungu kwa utaratibu. Unaelewa? Hasira zilikuongoza kufanya vibaya kwa sababu tu ulitendwa ubaya. Wewe sio mtu mbaya. Wewe ni mtu mwema. Usihukumu kama wanavyohukumu wao. Usifanye kama wanavyofanya wao. Ndipo utakapoona Mungu anakupigania. Unaelewa? Hizi ni shuhuda za kweli zinatokea. Na haya ni mambo ambayo yanawapata kabisa watu wa Mungu hata sasa. Unanielewa vizuri? Ngoja nikupe kisa cha mwisho kwa sababu muda umeisha. Mama mmoja alikuwa na watoto wako na mume wake, ni waombaji, watoto wa Mungu. Hawajui kumsema mtu vibaya, wamesaidia sana ule mtaa wao. Ule mtaa wale wachoyo wakawa wanafikiria ni namna gani wataua hata mmoja tu kwenye familia yake. Siku moja wakawa wametega mtoto, wakamuita mtoto wake. Wakampa baadhi ya vyakula ale. Yule mtoto hakuwa na jeuri ya kala. Wakasema kwa kuwa amekula tayari. Wakaenda wakaseti mambo yao kule na utaratibu wao. Wakamuongoza yule mtoto, wanataka wamuue awe kafara. Usiku Mungu akamwonyesha baba yake tukio. Baba akaingia kwenye huduma, akaomba, akamwambia Mungu, huyu mtoto ulinipa wewe. Ulisema utamtunza wewe, utamlinda wewe. Mimi ni nani hata nimlinde? Siwezi na sijui. Kwa njia unayojua mlinde. Ile dogo akawa ametegwa. Ikawa imetoka gari huko kubwa, yale magari ya mizigo yale yanabeba kama mabaro yale mitumba, mabaro ya mitumba ya tumbaku. Dogo amesimama katikati ya barabara. Gari ilipita imejitungua, dogo yuko katikati. Ikapita dogo akalala tu chini, yani kama kuna mtu amemngangusha hivi ikapita gari. Watu wakawa wameshika mikono kichwani wakijua mtoto haamki. Gari inapita, dogo anainuka amesimama barabarani. Mweke wako uone kinachotokea. Yaani wale waliokuwa wamefanya wakabaki wanashangaa kile kisa. Yaani inawezekanaje mtoto aanguke alafu ainuke na hali? Yuko kawaida tu. Hakuna alipopalazwa wala hana harufu hata ya oili. Driver akaenda mbele akapiga breki, akarudi kuangalia kile kisa. Anamwangalia yule mtoto, "Hujaumia?" Anasema, "Sijaumia kabisa." "Ni kadogo kabisa." "Haujaumia?" "Sasa kwa nini umeona gari ukakaa?" Yaani hakana mambo mengi. Uchungu wa mwana ujuae nani? Mama alikotokelea. Na kisa kimeshaisha. Mwanangu, unajua kina mama nyie sijui, lakini Mungu aliwaumba hivyo bana. Naelewa wale wachawi walibaki wanashangaa. Usiku inabidi muwe na kikao kingine. Mjadili mambo mengine kwa sababu yule mtu amefanyaje? Ameshindikana, hawezi kufa. Mungu anaweza kufanya ukala mawe. Sawa? Ukala mawe. Mawe unajua tumboni hayasagiki.
ukaenda uwani, ukatoka na mambo ya kawaida kabisa, sio mawe tena. Yaani huyo ndio Mungu anakushangaza. Na ukiona ameruhusu hatari kwako, anajua ni kwa namna gani atatatua. Kwa hiyo usiogope, usipaniki. Tulia tu. Unaelewa? Mabaya yao yawapate, magumu yao yawapate, uovu wao warudie wenyewe. Jamani, kuna mambo hayako sawa kwenye nafasi zetu. Ndio maana nasema sababu kubwa ya upungufu wa nguvu ya Mungu ni hiyo. Hatujui namna ya kupendana, kuombeana na kuhurumiana. Tunalipa tunavyolipiwa, tunafanya tunavyofanyiwa. Tukitenda wema tunatenda wema, tukitenda ubaya tunatendewa ubaya. Tukitendewa uzuri tunalipa uzuri, tukitendewa ubaya tunalipa ubaya. Sisi hatujulikani ni wanani. Unaelewa? Kwa hiyo hatuna ile neema ya Mungu kama ilivyo. Rudi mtumishi wa Mungu mahali ulikokuwa. Rejea kuanzia sasa. Anza kuwa mtu mpya na utaona neema ya Mungu. Nimekwambia asubuhi, umepewa nafasi moja tu, one chance. Hii ni one chance, last chance. Hauna muda mwingine. Unaelewa? Fanya kwa wajibu wako, tumia na ujue kwamba kila unachokitumia kinachukua nguvu zako. Utachoka. Yaani hivi unajua kama ndoa tu inachosha. Yaani kuitunza ndoa ni gharama. Unajua kitu kama hicho Unachoka. Zamani wakati mmeoana mlikuwa mnaenda kuoga pamoja. Sasa mnaenda. Kila mtu bafu lake, kila mtu sehemu yake. Mtakutana kitandani. Hivi umeoga kweli baba? Mbona kama nasikia hivi wajibu wa kumpelekea maji mwanaume ni nani? Ni wa kwake. Baba, au umefanya mambo yetu yale? Hajafanya. Lakini basi tu hajaoga. Na nasikia uvivu kujichemshia maji na nini. Basi zamani kusema baby, tu maji tayari, mnaenda wote na tukopa mnamwagiana, sina nini. Acha bana utani. Wewe mmekuwa wakubwa. Maji yanapelekwa bafuni pamoja. Nani anaanza? Ukiona wamefuatana unajua kuna mmoja anaumwa. Huo ndio mchezo wenye upo saa hizi. Wanadanganya. Sasa sio kweli. Nani hapa alipekea mume wake akasema twende mume tukaoge maji hapo, mkaweka kabisa maji yote. Kwanza kila mtu anaoga kwa muda wake. Sawa, kwa time yake. Hakuna huo muda. Lakini ndoa ni gharama, inachukua nguvu. Kuna sehemu na wewe unaona kabisa umechoka. Sawa? Kwa hiyo ule uchovu unakupelekea kutenda unavyojisikia kutenda. Nje na maagizo ambayo Mungu anataka utende. Sawa? Mume wako alikuwa anakuletea zawadi kila kitoka. Sasa analeta. Anakuja na zawadi. Zamani ulikuwa unamwambia baby, nasikia hamu ya donati. Kama hivi ninavyopendaga. Sasa hizo unasemaje? Sina hela. Naelewa? Hata ukipiga simu saizi apokei. Hello. Hebu niambie shida yako, niambie. Kwa sababu unajua upigagi simu kama huna matatizo. Okay? Na wewe kwa hasira unakata. Hata nikuta. Ule upendo umekufa. Wala sio kwa sababu eti una watoto, sio kweli. Sio kwa sababu sijui una majukumu, sio kweli. Ni kwamba tu umechoka. Umeelewa